Utajiri wa kweli katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe si idadi ya pesa na vitu ambavyo mtu anamiliki maishani mwake, wala umaskini wa kweli katika uso wa dunia si kwa sababu hakuna chochote ambacho mtu anamiliki katika maisha yake, bali utajiri na umaskini upo ndani ya mtu. Unaweza kumtambua tajiri au maskini kwa kuangalia viashiria mbalimbali kwenye maisha yake, na ndiyo maana unaweza ukatafuta watu kadhaa ukawagawa kiasi fulani cha pesa, alafu baada ya muda utakaporudi, baadhi yao utakuta hawana hata shilingi 100, watakuwa wamerudi katika maisha yao ya zamani. Lakini baadhi yao utakuta kiwango ambacho uliwaachia kimezidi na kuwa maradufu, na baadhi yao utakuta kiwango cha pesa ambacho uliwapa kipo vile vile. Hii inamaanisha utajiri na umaskini upo ndani ya mtu wala si nje. Kuna siri kubwa ambayo imejificha katika mwenendo wa mwanadamu. Katika video hii nitakwenda kukuambia viashiria ambavyo ukiviona katika maisha yako ujue yamkini wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao walizaliwa ili waje kuwasindikiza binadamu wengine, yani ulizaliwa ili uje kuwa maskini. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili na namna gani ya kubadili uelekeo wa ishara ambazo zinajionyesha kwenye maisha yako, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Vifuatavyo ni viashiria ambavyo ukiviona maishani mwako ujue wewe ni miongoni mwa binadamu waliozaliwa ili waje kuwa maskini. Namba 1, unajihisi kama mtu asiyestahili kuwa na mafanikio makubwa kama binadamu wengine. Maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Biblia yanasema, mtu ajitazamavyo ndani yake ndivyo alivyo. Kabla sijaendelea kukuelezea, naomba nikuulize swali. Wewe unapojitazama ndani yako unajionaje? Wewe ni mtu wa aina gani? Ukijipima katika levo ya uchumi, unajiona wewe ni mtu mwenye uchumi wa aina gani? Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kama vile ambavyo unavyojiona ndani yako ndivyo utakavyokuwa katika maisha yako. Asilimia kubwa ya binadamu ambao hawafanikiwi katika maisha yao, yani maskini, imani mojawapo ambayo wanayo katika maisha yao ni kuwa mafanikio ni kwa ajili ya watu wengine. Wao si watu wanaostahili kufanikiwa katika hii dunia, na ndiyo maana asilimia kubwa ya binadamu ambao hawawezi kufanikiwa kwenye maisha yao ni watu ambao wanapenda kutumia kauli hizi: unajua, sisi wengine tumekuja duniani kuwasindikiza watu wengine. Unajua, watu wengine walishabarikiwa tu. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kama ambavyo unajitazama wewe ndivyo utakavyokuwa. Ukiona mafanikio hayakustahili na ukawa unajiweka nyuma na kudhani wewe ni mtu ambaye umaskini ni halali yako, umaskini utakuja katika maisha yako, na siku zote umaskini hautakaa uondoke mpaka pale utakapo ufukuza wewe. Na utaufukuzaji umaskini ni pale ambapo utaanza kujiona kama mtu anayestahili kufanikiwa kama watu wengine. Yatazame mafanikio kama kitu ambacho binadamu yeyote anaweza kuwa nacho katika maisha yake. Usiyatazame mafanikio kama kitu ambacho kinatakiwa kuwepo kwa baadhi ya watu, na baadhi ya watu wanastahili kuwa maskini katika maisha yao. Namba 2, ikiwa wewe ni mwanadamu ambaye hauamini katika uwezo uliozaliwa nao. Wapo baadhi ya wanadamu wanaamini hawawezi kufanikiwa kwa sababu tu hawakuenda shule. Lakini wapo baadhi ya binadamu ambao wanaamini hawawezi kufanikiwa kwa sababu walizaliwa katika familia za kimaskini. Ipo mifano mingi ya binadamu waliofanikiwa katika hii dunia na wametokea katika maisha magumu sana. Familia zao zilikuwa za kimaskini na wao wamekuja kuwa watu wakubwa katika hii dunia. Lakini ipo mifano ya watu wengi ambao wamefanikiwa pamoja na kuwa hawakwenda shule. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, shule huwa inaenda kutuongezea ujuzi tu, lakini ujuzi wa kweli kila mwanadamu huwa anazaliwa ukiwa ndani yake. Na ndiyo maana
Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu hakumwambia aende shule, bali alimtaka awe na maarifa. Alimpa mamlaka ya kutawala chochote katika hii dunia. Yani Mwenyezi Mungu alituambia tukatawale vitu vilivyopo baharini, vilivyopo nchi kavu na vilivyopo angani. Kwa sababu hiyo, sisi ni kama wafalme wa hii dunia. Ukiweza kulitambua hilo, utaweza kuijua ni nguvu gani ambayo ipo ndani yako. Kwa sababu hiyo, utakuwa mtu ambaye kwanza kabisa utaamini unaweza kufanya chochote na kikafanikiwa katika hii dunia, kwani wewe uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu aliweza kuumba kila kitu, lakini wewe alikupa uwezo huo huo, na ndiyo maana utakapoamini wewe ni kiumbe chenye uwezo usiokuwa wa kawaida, utaweza kufanya chochote katika maisha yako. Hivyo ninakushauri, kama wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao hawajiamini, hawaamini uwezo ulio ndani yao, mara zote hawataki kuwa watawala bali wanataka kuwa watawaliwa, hautaweza kufanya chochote na ukafanikiwa katika hii dunia. Na ikiwa wewe ni miongoni mwa binadamu wanaojitazama kama watawaliwa, hautaweza kufanikiwa, bali jitazame kama mtu anayetakiwa kufanikiwa katika hii dunia. Jitazame kama mtu mwenye nguvu ambayo haiwezi kuzuiliwa na chochote katika uso wa dunia. Na hiyo ni siri mojawapo ambayo itakufanya ujiamini kwenye uthubutu wa vitu mbalimbali, na mwisho wa siku utakwenda kupata mafanikio kama ilivyo kwa baadhi ya binadamu katika hii dunia. Namba 3, ikiwa wewe ni mwanadamu ambaye hauna malengo yoyote kwenye maisha yako. Miongoni mwa vitu ambavyo mimi na wewe lazima tukae na tukubaliane navyo ni kuwa mwanadamu yeyote mwenye kiu ya mafanikio lazima anayo malengo ambayo anatamani kuyatimiza siku moja, na maisha yake huwa yanakuwa katika mstari au njia ya kwenda kutimiza malengo yake. Lakini asilimia kubwa ya binadamu ambao hawana malengo kwenye maisha yao, hawawezi kufanikiwa, kwani hakuna chochote ambacho wanakipambania maishani mwao. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, maisha mazuri huwa hayaji kwa bahati katika maisha ya mwanadamu. Lazima malengo na jitihada viendane pamoja. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao hawana malengo yoyote kwenye maisha yao, yani unaishi tu kwa kudra za Mwenyezi Mungu, chochote kinachokuja sawa, ujue wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao hawataweza kufanikiwa kama usipobadilika mpaka pale utakapojitambua, ukajua wewe ni nani na unatakiwa kufanya nini. Jiwekee malengo, anza kupambana na malengo yako, utafanikiwa siku moja. Namba 4, ikiwa wewe ni mwanadamu ambaye fikra na mawazo yako huwa vinakuwa katika vitu vidogo vidogo. Katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya watu ambao mawazo yao ni makubwa, yani wakikuambia ndoto na malengo waliokuwa nayo kwenye maisha yao, unaweza ukaogopa na unaweza usiamini kama watu hao wanaweza kuja kutimiza malengo ambayo wamekuelezea. Lakini amini usiamini, asilimia kubwa ya binadamu waliofanikiwa katika dunia hii walikuwa na malengo makubwa, alafu maisha yao yakawa yanaendana sambamba na malengo waliokuwa nayo kwenye maisha yao. Lakini asilimia kubwa ya binadamu ambao ni maskini, maisha yao huwa yameegemea katika mitazamo ya vitu vidogo vidogo. Kwa mfano, mtu ambaye kwa asili ni tajiri, anapofikiria kuhusu kampuni, atakuwa anafikiria yeye awe mmiliki wa kampuni, lakini maskini atafikiria kuajiriwa kwenye kampuni. Je, fikra zako wewe zikoje? Amini usiamini, kama utakuwa mtu ambaye haufikirii vitu kwa ukubwa, vitu hivyo vitakuwa vinakuja katika maisha yako kwa udogo kama ambavyo unafikiria kwenye fikra zako. Ili ufanikiwe, badilisha mtazamo. Anza kujiona wewe ni mtu ambaye unaweza kufanya mambo makubwa katika hii dunia. Utakapoweza kujituni katika namna hiyo, amini usiamini, utakwenda kufanikiwa kama binadamu wachache ambao wana mafanikio makubwa kwenye hii dunia. Namba 5, ikiwa wewe ni mwanadamu ambaye hauamini katika kazi, bali unaamini katika mafanikio ya miujiza. Miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kuvijua na kuviweka akilini, Mwenyezi Mungu alipotuumba na kutuweka kwenye uso wa dunia, alituwekea misingi ambayo tunatakiwa tuishi nayo. Na ndiyo maana hata kwenye kitabu kitakatifu cha Biblia imeandikwa, asiyefanya kazi na asile, tafsiri yake unatakiwa ufe, kwani sote tunajua usipokula lazima tu utakufa. Na hiyo ndiyo misingi ya dunia ambayo tunatakiwa kuishi nayo.
Chochote ambacho unatamani kitokee kwenye maisha yako, lazima uwajibike dhidi yake. Kama utakuwa mtu ambaye unaamini siku moja utakuja kuwa tajiri, lakini hauwajibiki kupita katika njia ambayo inakupeleka kwenye utajiri, unajidanganya. Ni kiashiria cha kuwa wewe ulizaliwa ili uje kuwasindikiza watu wengine. Pamoja na kuwa unaweza kuwa na fikra hizo, lakini bado unayo nafasi nyingine ya kubadilika. Endapo utaamua kuyachukua majukumu, ukabadili maisha, ukaacha kuangalia watu wengine watakuonaje, ukaanza kuwajibika kwa vitendo, bado unaweza kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio katika maisha. Kwani ishara mbalimbali ambazo zinajionyesha katika maisha yetu huwa ni ujumbe ambao tunapewa kuwa aidha tupo katika njia sahihi ama hatupo katika njia sahihi. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.